Napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania kwa kunipa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa tunzo hii inayofanyika kila mwaka. Mara nyingi inakuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mwaka huu tunakaribia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu atufikishe, tufunge kwa salama na tumalize kwa salama na tupate ujira unaostahiki. Aidha, naupongeza uongozi mzima wa jumuiya hii wakiongozwa na mwenyekiti wao Sheikh Othman Kaporo kwa moyo wao wa kujitolea katika kusimamia harakati hizi muhimu kwa mustakabali mzima wa vizazi vyetu. Sote tumesikia kauli mbiu ya mashindano ya kimataifa ya mwaka huu kuwa ni Qur'an na maadili. Kweli usiopingika kwamba hivi sasa jamii zetu zina changamoto kubwa ya maadili mema. Mara kwa mara tumekuwa tukishuhudia mambo mbalimbali yasiyokubalika katika maadili yetu yakitangazwa kuenezwa kupitia mitandao ya kijamii, ikizingatiwa watumizi wakubwa wa mitandao hiyo ni vijana wetu. Hivyo nachukua nafasi hii kuwaomba wazazi na walezi kuvitumia vitabu vya dini zetu ipasavyo katika kuwaelimisha na kuwaongoza vijana wetu juu ya kujipamba na maadili na tabia njema zilizoelekezwa hapa. Ndugu Waislamu na ndugu washiriki, nimeelezwa kuwa jumuiya hii mbali ya kazi yake ya kuhifadhisha Qur'an pia inatoa elimu katika ngazi ya maandalizi, msingi na sekondari. Hivyo vijana wanaohitimu ndani ya shule za jumuiya hii hubobea kifani na kimaadili. Ni matarajio yangu kwamba vijana hawa watakuwa watendaji waadilifu kwa kuwa wamepata elimu inayoambatana na imani ya kumjua Mwenyezi Mungu katika maisha yao ya kila siku. Ndugu washiriki, serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi zinajivunia sana kuona kuna jumuiya hii ambayo inatoa vijana wenye maadili na wenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Hii itapelekea kuwa na taifa bora na taifa imara ambalo limejaa uadilifu na uwajibikaji. Serikali zenu mbili zinaunga mkono jitihada zenu mnazoendelea nazo kuzichukua katika kuwafinyanga vijana wetu ambao ndio nguvu kazi ya taifa la sasa na baadaye. Milango ya serikali ipo wazi. Muda wowote mtakapohitaji ushauri, msaada wowote, mnakaribishwa sana. Aidha, natoa wito kwa jumuiya nyingine ambazo zina mnasaba na utoaji wa elimu kuzingatia maadili ya dini zetu pamoja na sera za nchi yetu katika mitaala ya elimu zinazotolewa ili kuepusha migogoro inayoweza kujitokeza na kupelekea sintofahamu ndani ya nchi yetu. Kwa kumalizia hotuba yangu, kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wakumbusha wananchi wote waumini wa dini ya Kiislamu kuendelea kudumisha ibada kwa kuacha maasi tuliyokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumcha Mwenyezi Mungu kikweli, kutoa sadaka, kuwahudumia mayatima, kuwalisha maskini na yote yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidha, kukithirisha ibada kwa sala za usiku na mchana na kujikurubisha kwa Mola, kwani Ramadhani ni mwezi wa kuchuma kheri na kujiwekea neema siku ya Kiyama. Kadhalika, nawasihi sana wafanyabiashara katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kuendelea kuwa waadilifu katika biashara zao pasi na kupandisha bei za bidhaa hizo. Hii itasaidia sana kwa kila mwananchi kuweza kutimiza mahitaji yake ya msingi kwa mujibu wa kipato chake, na hatimaye wananchi wote waweze kufurahia neema na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na sikukuu ya Eid al-Fitr. Pili, nimpongeze Sheikh Kaporo. Tumesikia mashindano ya 30 sasa
kazi kubwa imefanyika, na makamu wa pili wa rais ni kuhakikishie kwamba taasisi hizi zinafanya kazi kubwa sana ya kujenga maadili ya vijana. Mwaka jana Sheikh Kaporo alitoa nyumba, na mimi kwa niaba yenu nilienda kuikabidhi ile nyumba kwa mshindi kule Vikindu. Yale yalikuwa ni mashindano ya mwaka juzi, nadhani mwaka juzi, yes. Na mwaka jana alitoa nyumba nyingine, na mimi nilipata fursa kwenda kuweka jiwe la msingi ya ujenzi wa nyumba ile. Lakini takriban mwezi mmoja uliopita nilipata fursa ya kwenda kumkabidhi kijana aliyoshinda katika mashindano ya mwaka jana, aliyoshinda mashindano ya Qur'ani hapa nchini mwetu. Kwa hiyo nitaka nikupe habari kwa ufupi, ni kwamba viongozi wetu wanafanya kazi kubwa sana ya kutia hamasa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hii michezo tunayoicheza hii, tunatakiwa tushirikiane kwa kiwango kikubwa, si kwa maslahi yetu sisi wenyewe, bali kwa maslahi ya hii jamii ambayo tuliokuwa nayo. Huu tunatoa msisitizo mkubwa sana. Tusiangalie labda tunawashindanisha watoto hivi tunaishia hapa hapa tu. Hapana, lengo letu ni kufika kule katika tabia zao, na hakuna kitu kitakachowatengeneza hawa zaidi ya Qur'ani. Sisi tuna umri wa miaka 31 katika mashindano, lakini mashindano yanaambatana na malezi na kuhifadhisha watoto Qur'ani. Tumehifadhisha wengi sana, wengi, maelfu, toka tulipoanzia kule mpaka sasa hivi, maelfu. Tuna experience ya kuona Qur'ani na kawaida ya kumfinyanga mtu na kumweka vizuri. Tumeiona, si kwa kuambiwa na watu, bali kuwa na experience ya matukio ambayo tuliokuwa nayo. Vijana wengi wanabadilika, wanakuwa wako wazuri, kwa sababu Qur'ani yenyewe kama Mwenyezi Mungu anavyosema ni shifa. Ile Qur'ani Mwenyezi Mungu ameipa jina la shifa, ni dawa. Mtoto akichukua ile mujarradi kuiweka tu katika kifuani, hata kama hajajua chochote, hajafanya kitu chochote, itamkinga na mambo ya haya ambayo tunayokwenda nayo. Tupelekee salamu huko kwa mabwana wakubwa, waone namna gani wanazichangamkia hizi harakati hizi, kwa sababu hizi ndio zinazotengeneza raia wema. Tutengeneze raia watakaokuwa wazuri wa kuweza kuinusuru hii jamii ambayo tuliokuwa nayo, tuweze kuvuka katika matatizo haya ambayo tuliokuwa nayo.